Kwa maoni yangu, jambo lilotokea leo ni jambo la kipekee na kubwa sana kwa hatima ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi nadhani mambo muhimu ni mambo matatu. Na ni mambo ya kipekee ambayo Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla wanapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza, jambo lilotokea leo linatufundisha juu ya subira. Ikumbukwe kwamba kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chama cha ACT Wazalendo kimekidhi vigezo vya kuwa mshirika wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar. Lakini hivi sasa miezi 8 ACT haijajiunga katika serikali ya umoja wa kitaifa. Hiyo ni ishara ya utayari wa ACT Wazalendo kuendelea kusubiri kwa ajili ya mustakabali mwema wa Zanzibar. Ingelikuwa ACT Wazalendo inatanguliza mbele vyeo au maslahi ya kisiasa, ingeweza kufanya uamuzi upesi sana. Na kwa kweli tamko la leo la pamoja linaonyesha utayari wa ACT Wazalendo kuendelea kusubiri tena, kwa sababu kama ilivyosemwa, leo hapajaundwa serikali ya umoja wa kitaifa. Leo ni mwanzo wa kuendelea kwa awamu ya pili ya mazungumzo. Hili ni jambo la uzito wa kipekee. Jambo la pili muhimu ni kwamba tumeangalia kwamba Zanzibar na maslahi yake ndio iwe kipaumbele na sio maslahi ya kisiasa. Mazungumzo yale ukiyatazama kwa ujumla wake hayazungumzii kwa sehemu kubwa kugawana vyeo, bali yanazungumzia masuala muhimu juu ya hatima ya Zanzibar, mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya msingi ya kijamii na mageuzi ya kiutawala. Hili ni jambo muhimu sana la kuzingatiwa. Na jambo la tatu la msingi ni kwamba mazungumzo yanayoendelea yatufundishe kwamba pakiwa na udhati, pakiwa na utashi wa kisiasa, basi hakuna linaloshindikana. Sisi ACT Wazalendo, kama alivyosema mwenyekiti, tutatoa ushirikiano wote tukiamini kwamba na wenzetu kwamba wataonesha nia ya dhati kama ambavyo wameisema kwa maneno. Tunaamini pia itakuja kwa vitendo. Daima tutatanguliza maslahi mbele ya Zanzibar. Asante. Mimi naitwa Shangwe Ayo, ni naibu katibu wa habari, uenezi na mahusiano na umma ACT Wazalendo. Leo nimepata bahati kubwa sana ya kushuhudia chama changu pamoja na Chama cha Mapinduzi wakitia saini makubaliano ya pamoja kwa mustakabali wa Zanzibar. Ukisikiliza kwa makini yale makubaliano, unapata mambo makubwa, lakini machache ambayo nimeyapata ni kutizama kwa katiba mpya ya Zanzibar, masuala ya uwajibikaji, masuala ya kutengeneza mfumo mzima wa haki jinai pamoja na utawala bora. Hayo ni mambo machache kati ya mengi ambayo yamezungumzwa kwenye tamko pamoja, na baadaye hizo ajenda zitaendelea kudiskasiwa kwenye kamati maalum. Mimi kama kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, manaibu mwenezi, nimeona kwamba kwanza Zanzibar ikifanikiwa kupata hivi vyote ambavyo tamko limesema na viongozi wetu wamevisaini, maana yake tutakuwa tuna Zanzibar ambayo haijawahi kutokea. Zanzibar yenye amani, Zanzibar yenye utulivu, Zanzibar yenye kukua kwa uchumi, lakini Zanzibar yenye utawala bora. Nimefurahi na nimefurahi sana kuwa sehemu ya historia hii muhimu. Tunaombea dhamira njema kuhakikisha haya yote mazuri yaliyoandaliwa kwa ajili ya Zanzibar yanatimia. Kwa majina naitwa Mohamed Hamis Busara, ni katibu ngome ya vijana ACT Wazalendo Taifa. Tukio la leo ni tukio la kihistoria kwenye nchi yetu ya Zanzibar. Sisi vijana wa ACT Wazalendo na vijana wa Kizanzibari tumekuwa tukisimuliwa miafaka mingi ambayo imetokea katika nchi hii, lakini kwa kizazi chetu ambacho leo tumeshuhudia historia imeandikwa kwa mambo ambayo tunayahitaji, namna ambavyo nchi yetu iendeshwe. Tunahisi kwamba kutiwa saini kwa makubaliano ya leo kumefungua ukurasa mpya wa kukiweka kwenye kizazi chetu hichi cha vijana wa nchi hii, wazee wa nchi hii, katika misingi ya kidemokrasia, misingi ya kuweza kuchagua viongozi katika nchi yetu ambao tunawataka, wakiwemo wawakilishi, wabunge, madiwani na rais wa Zanzibar. Kwa hiyo kwa kitendo hichi cha leo kimetupa faraja na matumaini vijana wa Kizanzibari kuwa na hamasa ya kufuatilia zaidi nchi yetu na kuamini kwamba ukombozi wa nchi yetu upo leo. Na kuanzia leo sisi vijana ari yetu imeamshwa
na tutaingia katika kuhakikisha Zanzibar inapata mamlaka yake kamili. Kwa kitendo hichi sisi tunasema tunawashukuru viongozi wetu wa chama kwa kuyatekeleza haya na kuyasimamia kwa usahihi na mpaka kufikia stage hii, na tunawaombea yale ambayo yamezungumzwa katika hotuba za viongozi wote wakuu wa nchi hii leo yende yakatekelezwe, na sisi tutakuwa karibu kufuatilia utekelezaji huo. Tunaamini kwamba maneno yale yaliyotamkwa ndio maneno ambayo yataenda kutekelezwa na yenye usahihi. Naitwa Seif Hamis Mohamed, mjumbe wa kamati kuu wa ACT Wazalendo. Leo Zanzibar tumeenda kushinda kiza kwa viongozi wetu wakuu wa nchi kuwasha mwangaza wa kuelekea katika mafanikio ya nchi yetu. Mimi niko kundi la wale walio wengi kwamba tulikuwa tunatamani sana hatua hii ifikiwe leo, na naamini siko peke yangu ambao tuna furaha na tuna imani kwamba sasa tunakwenda kuishinda yale yote ambayo yalikuwa yanatukwamisha kama nchi kupiga hatua. Kweli Zanzibar haijafika mahala ambapo inatakiwa ifike bila ya umoja wetu, mashirikiano na umoja na mshikamano hatuwezi kufika. Kwa hivyo hatua ya leo ya viongozi waliochukua inaonyesha ishara ya kuwaunganisha watu, na kwa nia ya dhati sasa tunakwenda kupiga hatua kama nchi. Wito wangu kwa Wazanzibari wote kwamba hili tulishike kwa pamoja. Hili si la ACT, si la CCM, hili na Wazanzibari. Tuangalie mbele maslahi ya nchi yetu. Ipo siku tutakuwa pale tunapostahili kuwa. Jina langu ninaitwa Seif Hamad Suleiman, mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Ole kupitia chama cha ACT Wazalendo. Kwa hakika jambo ambalo limetokea leo la maridhiano kati ya vyama hivi viwili vya ACT Wazalendo pamoja na CCM ni jambo la kihistoria. Lakini hata hivyo historia inatuonesha kwamba kipindi kirefu miafaka hii inakuwa inafanyika, lakini matokeo yake yanarejea tena yale yale ambayo yanatokezea. Huu si mwafaka wa kwanza kwa Zanzibar, si makubaliano ya kwanza kwa Zanzibar, lakini utayari wa viongozi mara nyingi na udhati wa nafsi zao hupelekea mazungumzo haya ama maridhiano ambayo yamefikiwa kuishia njiani. Ni imani yangu kwamba leo viongozi ambao walisimama pale, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wamechukua ahadi mzito mbele ya jamii, wamechukua ahadi mzito mbele ya Wazanzibari. Ni imani yangu kwamba watakwenda kuyatekeleza. Wazanzibari wamechoshwa na siasa zile ambazo za mikiki, siasa zile za hasama, siasa zile za fujo, hususan kizazi chetu sisi. Unaona kabisa kwamba Wazanzibari wanahitaji haki. Wazanzibari hawahitaji upendeleo. Wazanzibari wanahitaji kupewa kile ambacho ni cha kwao. Kwa imani yangu kwamba yale ambayo wameweka ahadi mbele ya Wazanzibari basi yatakwenda kutekelezwa kwa vitendo. Asante. Bila shaka yoyote wale wapenzi wa amani, wapenzi wa haki, wapenzi wa maridhiano, wapenzi wa maelewano, bila shaka yoyote leo wamefurahishwa na wamefarajika sana kupitia kitendo adhimu kabisa kilichofanywa na viongozi wetu wakuu wawili wa kuweza kuonyesha njia ya hatima ya taifa letu na vizazi vyetu. Lakini pia kitendo cha leo kimethibitisha kwamba Zanzibar na Wazanzibari ni watu waungwana. Kuanzia historia ilivyo mpaka hii leo, watu wanarithi zile akhlaki za kiungwana, na ni wazi kabisa kwamba kutofautiana, kutokelea ikhtilafu katika jamii ni masala ambayo yapo kikawaida katika maisha yetu, lakini nia zetu thabiti ya kurekebisha ndizo ambayo inakuwa inatazamwa kwa namna gani tunaweza kufikia malengo yaliyokusudiwa ya mambo haya. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba tumeithibitishia dunia kwamba Wazanzibari ni wastaarabu, Wazanzibari ni waungwana, Wazanzibari ni wapenda amani, Wazanzibari wapenzi wa umoja, Wazanzibari wana nia ya dhati kabisa ya kuiona nchi yao inafikia malengo mahsus ambayo viongozi wa asili waliasisi mambo haya, nayo ni kuishi kwa kila mwananchi katika hali ya furaha, maisha ya kibinadamu, na tuondokane na ugumu huu wa maisha unaotuzunguka na uliotukwama, na yote hayo ni kwa sababu tu ya mikwamo ya kisiasa. Kwa hivyo binafsi nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wetu wakubwa, viongozi wetu wakuu wa nchi, na kuwaomba kwamba wasimame thabiti, kwa sababu
kama walivyosema, huu ni mwanzo tu wa safari, lakini penye jambo jema wabaya hawatokosa. Kwa hivyo niwaombe viongozi wetu waongeze umakini walionao, lakini pia wasiwafumbie macho wale ambao wanahatarisha kuendelea kwa jambo hili kufikia mwisho wake. Hawa watu hawatakiwi kufumbiwa macho na lazima wachukuliwe hatua ili waiache Zanzibar ije kuwa salama kwetu, salama kwa vizazi vyetu. Shukrani.